Amina. Haleluya. Wakati anafuraha kama bibi leo. Amina. Nileta mbarikiwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Amina sana. Tunashukuru Mungu. Asante kwa ajili ya wageni kuleta wimbo mzuri kuhusu kazi ambayo tumeitoa tufanye kila mmoja. Mungu awabariki sana. Leo tuna furaha kuwa na wageni waimbaji wetu ambao wametutembelea. Mbarikiwe. Hata kesho karibuni na kesho kutwa na siku zingine, si ndio? Mungu awabariki. Tukaribisheni waimbaji wengine maeneo mbalimbali kadri tunavyoelekea kutamatisha mkutano. Haleluya. Inakuwa vizuri. Kwa hivyo nashukuru kwa kundi hilo la waimbaji. Jina la Bwana litukuzwe. Asante pia kwa wageni ambao pia wamekuja leo, wengine hatukuwa nao. Tunashukuru Mungu. Mungu aendelee kubariki. Kijana pale vizuri, ubarikiwe. Asante, ubarikiwe sana, karibu. Na wengine wengi wazee na watumishi wa Mungu, Mungu awabariki. Tunashukuru kwa nafasi hii. Sasa tunaomba tuingie unabii. Jioni ya leo tena Baba, tuna sababu ya ushukuru kwa sababu ya kipawa cha unabii ambayo umepeana katika kanisa lako la Masalio duniani. Ujumbe huu unapotangazwa, ujumbe wa malaika watatu, tunaomba nguvu ya Roho Mtakatifu iwe pamoja nasi, itusaidie tuelewe siri hizi, initumie kama chombo, ifua malaika zako watakatifu wafungue akili za watoto wako ili waelewe na siri hizi. Mapenzi yako yatimizwe kupitia Yesu Kristo tumeomba kikamili. Amen. Jana tulikuwa wapi? Jana tumekuwa katika mpinga Kristo. Kwa nini Yesu hajarudi? Tulipokuwa tunaangalia wanyama wakubwa wanne ambao tuliona kitabu cha Danieli 7 mstari wa 1 mpaka 8, tuliona hizi ni falme kubwa 4 ambazo Mungu alionyesha zitatokea kutawala dunia kabla Yesu hajarudi. Bwana asifiwe. Na falme hizi kubwa 4 tukaona ndizo zilikuwa zimeonyeshwa Mfalme Nebukadneza katika kitabu cha Danieli 2 kwa njia ya ndoto ya hii sanamu. Sanamu hii hapa yenye kichwa cha dhahabu, kifua na mikono ya fedha, tumbo na viuno vya shaba, miguu ilikuwa ni ya chuma, na nyayo ama vidole vilikuwa zimechanganyika, nusu dongo na nusu chuma. Na Mungu akaonyesha jiwe lililotoka mlimani bila kutengenezwa mikono ya binadamu, likapiga ile sanamu kuanzia vidole mpaka kichwa, likaivunjavunja na likajaa dunia nzima. Tulipokuwa tunauliza maana na tafsiri ya vyote hivi, tukaona kichwa cha dhahabu Danieli 2:38 ni mfalme wa Nebukadneza aliyeoteshwa hii ndoto, akaambiwa yeye ndiye kichwa cha dhahabu. Yeye na mfalme wake akalinganishwa na kichwa cha dhahabu, lakini baadaye akaambiwa kuna ufalme mwingine mdogo kuliko wake utatokea baada yake, ndio maana ya kifua na mikono ya fedha. Baadaye akaambiwa kuna ufalme mwingine wa 3 wa shaba utakaotokea kutawala dunia yote, ndio ule ambao tuliona ufalme wa Ugiriki. Wa kwanza ulikuwa ni Babeli, wa pili ni Wamedi na Wajemi, wa tatu ni Wagiriki. Baadaye akaambiwa hiyo Danieli 2:40 kuna ufalme wa 4 utakuja kutawala dunia uliounganishwa na miguu ya chuma ambayo tuliona ni Roma. Roma ikatawala dunia ikiwa imegawanyika sehemu mbili, Roma ya mashariki na Roma ya magharibi, ndio maana ya miguu miwili. Baadaye tukaona Danieli 2:41 ufalme wa Roma ukigawanyika na zikitokea serikali ndogo 10, ndio maana ya vidole 10, serikali 10 zikatokea Roma, zinaitwa serikali za Ulaya, serikali za Europa, Ufaransa, Uingereza, Ureno, Italia, Ujerumani, Uspania, Uswisi, Eweli, Vandos na Austria. Serikali 10 zikatokea Roma. Ikawa bado ni Roma inatawala dunia nzima, lakini chini ya serikali ndogo 10, Kenya ikatawaliwa na moja ya hizo vidole ambayo inaitwa England ama Mwingereza. Mwingereza akachukua Kenya. Kenya is a British colony. Mahali yake ni nini? Waingereza
Kenya, wengine wakachukua kwingine, Portugal kwingine, Italy kwingine, Germany kwingine, Switzerland kwingine, France kwingine, Spain kwingine. Ikawa bado ni Roma inatawala dunia nzima, walakini chene ya serikali ndogo kumi ndio maana ya vidole kumi. Mwisho wa nyakati, sikia, Mungu akaonyesha baada ya hizi serikali kumi kutawala na kugawana dunia yote, Mungu akaonyesha jiwe lililotoka mlimani bila kutengenezwa mikono ya binadamu, na hilo jiwe likapiga sanamu kuanzia vidole mpaka kichwa. Maana yake nene, ukaona hiyo Danieli 2 mstari wa 44. Ni ufalme wa Yesu, ni ufalme wa Mungu ambao karibuni Yesu anarudi na amalize falme zote za dunia. Mwingine anaweza kuwa anauliza hivi, kwa nini jiwe lilitoka mlimani? Kwa nini? Isaya 28:16. Nitaomba wasomi wawili kuja mwende mkae pamoja pale. Wasomi wawili. Unajua maana yake ni nini? Mbio hakuna kungojeana. Mbio yani mbio mambo mengi muda mchache. Twende wasomi mbio. Ndio. Twende ndani. Isaya 28 mstari wa 16. Kwa nini jiwe lilitoka mlimani? Sikia. Inasema hivi, kwa ajili ya hayo Bwana Mungu asema hivi, tazama naweka jiwe katika Sayuni. Angalia, Mungu anasema nimeweka jiwe katika Sayuni. Msingi jiwe lilojaribiwa, jiwe la pembeni lenye thamani, msingi ulio imara. Kumbe hili jiwe limewekwa na Mungu katika mlima gani? Sayuni. Katika mlima gani? Waimbaji wengine walimba, twende Sayuni, mji mzuri Sayuni, twende juu Sayuni, ni maskani ya Mungu. Kumbe Sayuni iko mbinguni, kuna mlima wa Sayuni mbinguni. Papo hapo ndipo Yesu atakaa. Ezekieli 28 kuanzia 12 usome mpaka 14, utasikia malaika Lucifer, kiumbe hiki kilichokuwa kimeumbwa kizuri kabla kijaasi ili kiitwe Ibilisi na Shetani, alikuwa anatembea katikati ya mawe ya moto katika mlima wa Mungu. Ndio. Angalia Isaya 14. Enda Isaya 14 fungu lake la 12. Angalia, Mungu amekaa katika mlima. Mungu ako na mlima. Ndio maana unasikia hili jiwe linatoka mlimani. Mlima wa Sayuni mbinguni. Anasema hivi Yesu. Anasema hivi, Yesu ulianguka kutoka mbinguni, ewe nyota wa alfajiri, wana wa asubuhi. Yesu ulivyokatwa kabisa, ewe uliangusha mataifa. Na ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa makutano. Nitaketi wapi? Katika mlima wa makutano. Shetani, hiyo ndio ifanye shetani yaangushe kutoka mbinguni. Alisema, nami nitaketi katika mlima wa makutano. Mahali Mungu anakutana na malaika wake. Mlima wa makutano mbinguni. Ukiendelea hapo chini anaambia, lakini utashushwa mpaka kuzimu. Akaangushwa hapa duniani. Mlima anataka kula kwa hiyo mlima wa Mungu. Uende usome Zaburi 45 moja na mbele. Mungu yuko kwa mlima. Hapo ndiye ameweka makao yake. Tutoke hapo. Ndio maana jiwe linatoka mlimani. Sio hiyo peke yake. Usome Ufunuo 14 mstari wa 1. Inasema, kisha nikatazama mwana-kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye. Mwana-kondoo Yesu alionekana baada ya kukomboa takatifu akisimama katika mlima wa Sayuni na watu 144,000. Tusalimiane. Mpaka hapo tuko sawa? Barikiwe. Kwa nini Yesu ajarudi? Maana tunaishi wakati wa serikali nyingi, vita rahisi, falme nyingi,
Kwa nini Yesu hajarudi? Danieli akaonyeshwa, tukaona Danieli 7, wanyama wakubwa 4. Simba kutoka kwa maji, ndovu kutoka kwa maji mwenye mifupa 3, choyo kutoka kwa maji mwenye vichwa 4 na mabawa 4, mnyama wa kutisha kutoka kwa maji mwenye meno ya chuma, makucha ya shaba, mwenye pembe 10. Walakini sasa angalia, tulipokuwa tunauliza hawa wanyama wakubwa 4 ni nini, Biblia ikasema wanyama wakubwa 4 ni falme kubwa 4 zile zitatokea duniani. Hiyo tuliona Danieli 7:17 na Danieli 7:23. Mnyama anasimamia ufalme. Kwa hiyo ufalme wa Babeli, ufalme wa kwanza kutawala dunia wa Babeli wa Nebukadneza, ulioanza zamani, tuliona tangu wakati wa Nimrod, Mwanzo 10:10, tuliona hiyo ndio unalinganishwa kichwa cha dhahabu, ndio huyu mnyama simba. Babeli. Ufalme wa pili kutawala dunia, Wamedi na Wajemi. Ngoja kwanza niseme kitu. Babeli ya leo ni nini? Maana tunaweza kuwa tunatumia lugha, mwingine anaweza kuwa anashangaa lugha gani inayotumika. Babeli ni nini sasa? Babeli inajulikana kama Iraq. Babeli ilikuwa sehemu inaitwa Iraq. Kwa hiyo tunaposema serikali ya kwanza kutawala dunia inaitwa Babeli, kwa lugha ya kisasa ni Iraki. Haleluya. Haleluya. Serikali ya pili iliyokuja Wamedi na Wajemi ndio hawa, kifua na mikono ya fedha ama mnyama wa pili dubu. Serikali ya pili inaitwa Iran pamoja na kabila moja la Russia. Ndio maana mikono miwili. Ngombo mbele zikaungana kuondoa kichwa cha dhahabu. Gani hawa? Iran. Serikali ya Iran pamoja na kabila moja la Russia na Iran wakaungana wakaondoa Iraq, kichwa cha dhahabu. Haleluya. 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 Amen. Ufalme wa tatu kutawala dunia, tumbo na viuno vya shaba ama mnyama wa tatu chui, ni ufalme wa Ugiriki, wa Yunani, Wagiriki chini ya Alexander Mkuu. Ufalme wa 4 uliokuja mwaka 168 kabla Yesu, wakaondoa Giriki, ni Roma. Ndio hii miguu ya chuma ama mnyama wa kutisha, Roma ya kipagani, Roma iliyokuwepo wakati wa Yesu, Roma ambayo Yesu alikuta ikitawala dunia, Roma iliyokuwa ikiwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Angalia, ndio hii miguu ya chuma. Tuliposoma Danieli 2:41 ikasema vidole 10 ambazo ni sawa na pembe 10 ni mgawanyiko wa ufalme wa 4. Ilifika wakati Roma ikagawanyika, zikatokea falme ndogo 10, ndio maana ya pembe 10 ama vidole 10. France, England, Portugal, Italy, Germany, Switzerland, Spain, Heluri, Vandals na Austria. Danieli 7 mstari wangapi? Wa 8. 7:8. Nikaziangalia sana pembe zake. Angalia. Baada ya Danieli kuonyeshwa serikali hizi 10 za Europa, akaangalia sana pembe hizi 10. Alafu na tazama pembe nyingine ikashuka kati yao, na ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza ziling'olewa kabisa. Na tazama katika pembe hiyo kulikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Danieli akaangalia sana pembe hizo 10. Biblia inasema akaonyeshwa na Mungu pembe ingine ndogo ikizuka ikimea katikati ya hizo 10, na ilianza ikiwa ndogo, lakini vile iliendelea kukua na kupata nguvu, ikang'oa 3 zikabaki 7. Yenyewe
ni ya 8. Danieli kuiangalia, Biblia inasema akaona hiyo pembe iko na macho kama macho ya binadamu na iko na kinywa. Neno la Mungu latumia neno kinywa au kanwa. Maana kana hicho kinywa kilikuwa kinanena maneno makuu. Akashindwa. Angalia, katika ndoto Danieli alikuwa mfalme Nebukadneza alionyeshwa vidole 10 peke yake, hakuonyeshwa kidole kingine kikimea cha 11. Lakini Danieli, kwa nini Nebukadneza hakuonyeshwa kidole cha 11? Kwa sababu shida ya Nebukadneza alikuwa hamjui Mungu wa kweli. Alikuwa hajui Mungu wa kweli. Wababeli walikuwa hajui Mungu wa kweli. Shida yake alitaka kujua ni nini kitaendelea kwenye ufalme wangu, na sio ufalme wangu tu, baada yangu nene kitatokea. Kwa hivyo shida ya mfalme ilikuwa ni masuala ya kisiasa. Ilikuwa ni masuala ya kisiasa. Ndio maana Mungu anamjibu kulingana na wazo lake. Ukiendelea hiyo Danieli 2, Danieli anapoenda kumtafsiria anamwambia, wewe mfalme, mawazo yako yaliingia moyoni mwako, alafu ya mambo yatakayokuwa baadaye. Hiyo ndio ilikuwa shida yake. Mambo gani yatakuwa baadaye? Hiyo ni katika Danieli 2. Kwa hivyo anajibiwa mawazo yaliyomsumbua moyo wake katika masuala ya kisiasa. Akamwambia, sikia, wewe utaondoka mamlakani na mwingine atakuja atawala, kuna serikali nyingine itakuja na ingine itakuja na ingine itakuja, na hiyo ya nne ikija itagawanyika, na mwisho kuna ufalme wa milele utatoka mbinguni utamaliza zote. Akajibiwa shida yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia, Danieli yeye, shida ya Danieli, angalia, shida ya Danieli sio mambo ya kisiasa. Hapana, Danieli ni mtu wa Mungu. Danieli ni mcha Mungu. Danieli ni Myahudi, anaabudu Mungu wa kweli. Shida yake ni masuala ya kiroho, masuala ya kidini, masuala ya kikanisa. Ndio anaonyeshwa falme hizi zinarudiwa kwake kwa njia ya wanyama. Maana yake ni nini? Falme hizi zitatenda watu wa Mungu kiunyama. Tusalimiane. Mumepata hiyo ama mmepotea? Tuko sawa? Tuko sawa mzee? Tuko sawa mama? Buza huyu mama kidogo. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Shida ya Danieli ni mambo ya kiroho. Shida ya Nebukadneza ni mambo ya kisiasa. Basi. Na ndio maana sasa angalia, wanyama mahali yake watatenda, falme hizi zitatendea watu wa Mungu kiunyama. Ndio Danieli anaonyeshwa kwa njia wanyama. Na kweli kila ufalme ulitesa watu wa Mungu. Kuanzia Babeli, mnajua vile ilifanya kina Danieli na Shadraka, Meshaki na Abednego, na hata vile ilichukua vikombe vya Mungu vya kanisa, na vile iliua wengi na ikaharibu hekalu. Mamedi na Wajemi walichukua hata huyo Danieli wakamtupa kwa tundu la simba, na hiyo ufalme ndio walikuwa wamepangia hata njama Mordekai ili auawe. Mamedi na Wajemi. Wangiriki nao wakaleta vitu vingi, wakaleta mambo ya usayansi, biolojia, yaani inayopingana na Mungu. Ati Mungu hakuumba, ati tumetoka kwa tumbili, kwa nyani. Evolution theory, usayansi ya Wagiriki. Yaani Wakorintho wa kwanza 1:22. Hekima ya Wagiriki, usayansi. Wakaleta hiyo mambo ya uongo inaendelea duniani hata leo. Ati dunia yuko miaka maelfu nyingi. Uongo. Mungu anasema dunia yuko siku 6, ya 7 kapumzika. Sayansi tunasoma mashuleni miaka maelfu, mamilioni. Uongo wa Wagiriki. Ati tumetoka kwa nyani. Uongo. Hawa pia ni kupingana mambo ya Mungu na ukuu wa Mungu. Roma ikaja
Hii sasa ndio usiseme mambo yake. Vile ilifanya hii ndio litesa watu wa Mungu zaidi. Kwa nini? Danieli 8 kuanzia 9. Pembe ndogo ilitokeaje? Twende msomo. Danieli 8 kuanzia 9. Inasema hivi, na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo, Ndio hii. iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa nchi ya uzuri, nayo ikakuwa kiasi cha kufikiria jeshi la mbinguni, ikaangusha chini baadhi ya jeshi lile, na nyota ikasikanyaga, na ikajitukuza hata juu yake aliye mkuu wa jeshi hilo. Unasikia? Ati pembe ikajitukuza juu ya mkuu wa jeshi la mbinguni. Mkuu wa jeshi la mbinguni ni nani? Ni Mungu. Ikajitukuza juu ya Mungu. Hii pembe, serikali ya mpinga Kristo inapotokea Roma, ikajitukuza juu ya mkuu wa jeshi la mbinguni. Twende. Ikamwonyesha daga ya kuteketezwa ya daima, na mahali pa patakatifu pake pakakanyagishwa chini, na jeshi likatolewa kwake pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya daima kwa sababu ya makosa. Alafu Na ikaangusha kwenda hata chini. Angalia. Nini hapo? Na ikaangusha kwenda hata chini. Wewe. Ikaenda ilivyopenda. Nayo ikaangusha kweli hata chini. Alafu ikasema ikaangusha kwenda hata chini, ikatenda kama ilivyopenda na kufanikiwa. Angalieni hapa. Chukuani nafasi mpokea unabii huu. Labda mtatafuta ujumbe huu tena mtapata. Sikiza kwa bidii ujumbe huu. Nayo ikaangusha kweli hapo. Msomo. Inasema hivi. Ikaangusha kweli. Inasema nayo ikaangusha kweli hata chini. Angalieni ndugu zangu. Pembe ndogo, serikali ya mpinga Kristo ilipotokea Roma, ikaangusha kweli chini. Alafu Ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. kuisha maneno. Pembe ndogo ikapotokea katika ufalme wa Roma, ikajitukuza juu ya mkuu wa jeshi la mbinguni ambaye ni Mungu. Isitoshe, ikaangusha kweli chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Kweli ni nini? Yohana 17:17 wasoma. Pembe ndogo ikaangusha kweli chini, na baada ya kuangusha kweli chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Kweli ni nini? Yohana 17:17. Inasema watakase katika ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Watakase Katika ile kweli. Soma kile imeandikwa vizuri. Inasema hivi. Soma. Watakase kwa ile kweli. Hakuna neno katika. Inasema watakase kwa ile kweli. Kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Basi. Kweli ni nini? Ongeeni. Kweli ni nini? Neno. Neno la nani? Basi. Kwa hivyo neno hili la Mungu, Biblia, ndiyo kweli. Pembe ndogo ikaangusha kweli chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Maana yake ni nini? Mamlaka ya mpinga Kristo ilipotokea Roma, ikapiga marufuku usomaji wa Biblia. Ikaondoa usomaji wa Biblia. Ikanyang'anya watu Biblia. Roma, chini ya pembe ndogo, mamlaka ya mpinga Kristo ikanyang'anya watu Biblia. Watu wakanyimwa huru wa kusoma Biblia, na hata sio kusoma tu, hata wasiwe nazo katika nyumba zao. Ukipatikana na Biblia, Biblia inachoma moto. Roma ilikuwa inachoma Biblia moto, na wewe unateswa, unauawa, unateswa.
pembe hii ikafanya hivyo, na badala yake ikaandikia watu vitabu vidogo vinaitwa katekisimu. Kanisa hili, serikali hiyo ikafanya hivyo. Ndio maana hata leo tembea kwenye makanisa utakuta Biblia haina nafasi kwa watu wengi. Hata leo utaona Wakristo wengi Biblia haina nafasi kwao, wana vitabu ndogo wanaamini kando na Biblia. Hata hapa utaona watu wengi hawana nafasi na Bible, wana vitabu ndogo wana Biblia haina nafasi na watu wengi. Haina. Enda utaona kila kanisa ina vitabu vyake na imeweka kibao mbele. Vitabu vinabadilika, vingine vinabadilika baada ya miaka 5, na watu hiyo ndio wanatembea nayo. Kitabu inabadilisha baada ya miaka 5, hiyo ndio watu wanadhamini, hiyo ndio wanatumia kama mwongozo wao. Walakini neno la Mungu lisilobadilika, lililo na uvuvio wa Roho Mtakatifu, neno Mungu mwenyewe ndani ya Biblia, watu hawana nafasi na barua hii ya Mungu. Mambo hayo kudhoofishwa huko kuliletwa na pembe ndogo huyu. Ndio maana kwa vile Biblia imewekwa kando, saa hii watu wengi hawasomi Biblia. Si ajabu leo makanisani watu wanafuata tamaduni. Ndio unakuta mwanamke anakuwa pasta na mzee wa kanisa, kijana hajaoa anakuwa pasta na mzee wa kanisa. Watu wanaitwa majina reverend, na Biblia inasema Zaburi 111 verse 9 inasema holy and reverend is God's name. Neno kuitwa mtakatifu ama uitwe reverend, hilo ni jina la Mungu. Kwa vile Biblia imepigwa teke, Biblia imewekwa kando, imepewa kisomo, watu wasome, wanachagua wanawake kuwa mapasta, wanachagua wanawake wazee wa kanisa, wanachagua, wanafanya vituko, na wanasema nimeokoka, naenda mbinguni. Unaenda mbinguni na wewe umedanganywa na pembe ndogo, umedhoofishwa. Sikia Danieli 7:24-25. Ndio utaona watu leo makanisa inadhoofika. Watu wanaitwa reverend, ati reverend. Psalms 111 verse 9 Kiingereza, holy and reverend is God's name. Anasema holy and reverend is his name, ni jina la Mungu. Watu wanaitwa kwa reverend, reverend so and so, reverend so and so. Wengine wanaitwa watakatifu, ole mtakatifu, 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 mtakatifu. Hiyo ililetwa wakati wa zama za giza, wakati pembe ndogo ilikanyagia Biblia chini, neno likakanyagwa. Danieli 7:24-25. Sikia. Inasema hivi, na habari ya zile pembe 10, tuko hapa. Inasema, na habari ya zile pembe 10, katika ufalme huo wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao. Angalia, na mwingine atatokea. Ndio hii pembe ndogo, serikali ya mpinga Kristo ikatokea baadaye, haikuwa pamoja na zile 10. Serikali ya mpinga Kristo ilitokea baadaye. Unajua ni kwa nini? Wewe tuliambiwa hivi, ule mstari wa 8 tuliambiwa, nikaangalia sana pembe zake, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao. Pembe nyingine inazuka, inamea katikati ya hizo 10. Katikati ya hizo 10 moja ikamea. Kwa hiyo inamaanisha pale Europa, pale Roma ndipo inatokea, hakuna kwingine inatokea hapo. Ilitokeaje? Sikia na acha kidogo. Serikali ya Italy, serikali ya Italy ndio ilitoa kiwanja ekari 100 square kwa serikali ya Vatican. Haleluya, haleluya, haleluya. Na ndio Biblia inasema ilitokea katikati yao, ndani ya Italy,
Mmoja hizi pembe 10 ama zile vidole 10 ndani ya Italy ndio ilitoa kiwanja kwa serikali ya Vatican. Ndio hii pembe ndogo Vatican. Ndio ndani yake anasema meka siangalia sana. Moja ikamea katikati yao. Ikatokea Italy ikatoa kiwanja kwa serikali ya Vatican. 100 square kilometer. Nilikwambia jana, hii ndio serikali ndogo zaidi kuliko zote duniani. Ndio inaitwa pembe ndogo. Serikali ndogo zaidi Vatican. Maana ni kama mji wa Kakamega ama Kisumu. 100 square kilometer. Hiyo ndio serikali. Iko na rais anaitwa Pope. Ina mabalozi inatuma dunia yote. Unaona? Iko na jeshi lake kama vile Uhuru hapo na jeshi lake. Na ni mji wa Vatican ndio hii. Inaitwa a city within a city. Serikali ndani ya serikali nyingine. Kama vile Kakamega ni serikali, iko na rais, iko na mabalozi, iko na wabunge, ina dini na iko na jeshi lake, na Kakamega iko Kenya, na Kenya ni serikali. Sasa ni nini? Hivi ndivyo iko na Vatican. Twende mbele. Inasema hivi, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza. Sikia. Pembe ndogo hii ilionekana itakuwa mbali. Atakuwa tofauti na wengine. Unajua kwa nini iko tofauti na wengine? Angalia hapa. Na usikose Mungu akitujalia kesho kutwa. Tunapenda kumaliza mikutano. Ndiye hii. Ni serikali na kanisa pamoja. Unabii wa Ufunuo 17. Mwanamke kuendesha mnyama. Kanisa, mwanamke katika unabii ni kanisa. Mnyama katika unabii ni ufalme. Ufalme kuendesha kanisa. Kanisa linaendesha serikali. Serikali ya Roma ikaanzisha kanisa la kiserikali la Kiroma. Ndio maana Biblia ikasema hivi, ako tofauti na wengine. Vatican iko tofauti na wengine kwa nini? Maana ni serikali na kanisa pamoja. Mwanamke anaendesha mnyama. Kanisa inaendesha serikali. Haleluya. Angalia, yule rais anatawala. Yule rais anatawala hii serikali ya Vatican, ambaye anaitwa Papa ama Pope. Yeye huyo rais ndiye kiongozi wa kanisa la Roma duniani. Mwanaume mmoja amekalia viti vingapi? Viti vingapi? Ndio Danieli akaonyeshwa pembe hiyo itakuwa mfalme atakuwa tofauti na wengi kwa sababu anatawala dini na siasa. Ni rais na ni kiongozi wa kanisa. Hakuna mwingine kama huyo duniani. Rais wa Kenya anatawala serikali peke yake. Rais wa Amerika serikali peke yake. Na dunia yote isipokuwa moja tu, rais wa Vatican. Yeye ndiye anatawala serikali ya Vatican na ndiye kiongozi wa kanisa la Roma duniani. Yeye ndiye kiongozi, anategemea masuala ya kiroho na anategemea masuala ya kisiasa, maana yeye ni rais. Mathayo 6:24. Yesu kasema na nasema, hakuna mtu anaweza tumikia mabwana wawili. 6:24 wasomi mko hapo wawili ili mwende bio. Tena inasema hivi, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu. Mathayo 22:21. Twende. Mathayo ongeza Mathayo 22:21. 22:21. Nasema mama, patia mama asome. Mama soma. Mwelekeza tukiwa hapo, hiyo maiki ishika sauti. Wakamwambia ni ya Kaisari. Yesu akamwambia mlipeni Kaisari yaliyo ya Kaisari. Kaisari apewe ya Kaisari Na Mungu yaliyo ya Mungu. Yesu akatenganisha dini na siasa. Vya Kaisari apewe Kaisari. Kaisari walikuwa ni nani? Walikuwa ni viongozi wa serikali ya Roma. Na Mungu ako na serikali yake anaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi unganisha pamoja. Ndio ile Mathayo 6 tumesoma 24 ikasema
Hauwezi tumikia mabwana ngapi? Sikia tahadhari leo. Huyu ako tofauti na wengine, maana anasimamia kanisa la serikali. Tena anaishi kwa kanisa, kanisa lake linaitwa St. Peter's Square Basilica kule Vatican. Yeye anaishi kwa kanisa. Marais wengine wako State House, Ikulu, lakini yeye anaishi kwa kanisa St. Peter's. Unajua unajua kwa nini mpiga Kristo tena? Bwe, mambo nimeacha niseme kabla sijaenda. Unajua mambo ni mengi, roho analeta na tunashukuru roho. Sikia. Hauwezi tumikia mabwana wangapi? Mwaka ujao ni nini? Mungu akijalia mwaka ujao Kenya si siasa. Si ni kuchagua kiongozi wa rais. Ukiingilia siasa, wewe hauko upande wa kanisa la Mungu. Wewe uko upande wa mwanamke kahaba na watoto wake, pande ya mpiga Kristo. Huyu ndiye ameunganisha dini na siasa. Kanisa la Mungu, Mungu akijalia tutaona kadri tunavyoendelea. Mwanamke wa Ufunuo 12 hako peke yake. Ni kanisa alijaingilia siasa. Kwa hivyo kama uko hapa unajiandaa kusimama kugombea urais, ugavana, useneta, women rep na hao wengine MCA, kama uko hapa na unajiandaa kugombea vitu hivyo na wewe ni Mkristo, akipole pole, tunaagana na ni kwa upendo tu tunaagana. Unajua ni kwa nini? Ndani ya kanisa la Mungu hakuna siasa. Huyu mwanamke hajui siasa. Yeye anajua tu kupigia Yesu kampeni. Kama ni siasa ya Yesu. Haleluya. Si ati unatembea wa mama, mnaenda kwa mtu, wewe sikia. Amsha huyu wewe. Sikia. Wa mama wanaenda, wanakosa kwenda kuhubiri, wanakosa kulima, wanakosa kwenda kwa biashara, wengine wanakuja hata Sabato ati wanaenda kwa siasa. Mnangojea mwanasiasa. Na tena mnaenda saa 3 asubuhi na mwanasiasa atakuja saa 11. Lakini mnaambiwa saa 3 atakuja. Mnakaa hapo na njaa. Mkifanya practice ile mtamuimbia. Anambeli ndraye, anambeli ndraye, anambeli neshukuru. Angalia wewe. Angalia. Na yule ambaye wewe wanaingia mume, wanaume fulani yani ambaye ni mwanasiasa. Kana unamwonyesha hata ile mambo ya ndani. Hapo baada ya hiyo yote, sikia, baada ya hiyo yote anawapatia kila mtu 50. Kutoka asubuhi saa 3 mpaka saa 11 50. Ama hata 100. Mugawane. Na huyu ni mume ni mwanasiasa, unaingia mwanaume mwingine na mume wako nyumbani. Unakaa mmekula. Siende hata uingiane mume wako mnalala na kitanda kimoja. Haleluya! Si uingie tu. Leo mkimaliza kupika chakula na wakati tunapatia wewe uko afadhali wewe unanitiaga joto, maana saa kama hizi naona kuna baridi. Nasema hata ili wewe unanitia joto. Wakati uko kwa ndipo usifanye mbele ya watoto wasione wewe mazuri. Fanyeni wakati uko huko kwetu. Ninyi wawili. Siasa, angalia, dini na siasa ni vitu viwili tofauti. Aliyeunganisha dini na siasa ni mpinga Kristo. Ndio maana hii pembe ilionekana tofauti na zingine. Danieli 7:25. Ulikuwa unamaliza 24. Maliza 24 na 25 usome. Twende. Anasema wakisema
Na hata leo unabii nasema hivi, ukitafuta mchungaji yeyote asimame kwa kanisa, sikizeni vizuri. Kitabu ya Evangelism inasema hata sisi wachungaji, mchungaji yote asimame kwa kanisa, aongee mambo ya siasa, akiambia watu waende sijui kwa ODM, sijui kwa Jubilee, sijui kwa nini, Ford Kenya, sijui kwa gani. Huyo mchungaji afai kulipwa na zaka, afai kulipwa na fungu la 10. Maana yake ni nini? Huyo mchungaji anafaa aache kazi kuanzia sekunde hiyo. Saa hiyo tu atawaambia pigieni huyu, pigieni huyu. Anaendesha kanisa kuegemea upande fulani wa kisiasa. Saa hiyo hiyo huyo mchungaji, kitabu ya Evangelism na inasema aachishwe kazi. Saa hiyo hiyo asilipwe na zaka, wale wengine aende nyumbani, aingie siasa, aache kanisa. Unaona? Siasa Yesu ni ya Yesu, siasa yetu ni ya Yesu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. 24. Danieli 24. 7:24. 7:24 inasema hivi. Bwana, na habari ya zile pembe 10 katika ufalme huo, wataondoka ufalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hayo, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawakuja ufalme wa 3, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. angalia, atawashusha wafalme wa 3, ndio maana pembe iling'oa pembe 3. Alafu atanena maneno kinyume chake aliye juu. Aliye juu ni Mungu. Alafu naye atadhoofisha watakatifu aliye juu. Atadhoofisha watakatifu wa Mungu huyu. Alafu naye ataazimu kubadili majira ya sheria. Angalia, ataazimu kubadili majira ya sheria. Wakati mpinga Kristo, angalia, aliona ameondoa Biblia na akaanza kuua na kutesa watu wa Mungu. Angalia, akaua na kutesa. Serikali 3 zikapinga Vatican, zikampinga. Mwaka wa 493 AD, serikali ya Heruli ikasema, mbona Vatican inaua watu namna hii? Kwani serikali ni gani iko na mapopu inaua watu hivi? 493 AD ikapinga pope, ikapinga Vatican. Heruli akaing'oa. 534 AD, 534 baada ya Yesu, serikali ya pili inaitwa Vandos. Vandos ikapinga Vatican, Vatican ikaing'oa. Mwaka wa 538 AD, 538 baada ya Yesu, serikali ya mwisho kupinga Vatican ilikuwa inaitwa Ostrogoth, akaing'oa. Serikali 7, France, England, Portugal, Italy, Germany, Switzerland, Spain wakakubaliana na uongozi wa Vatican, wakaachwa mpaka leo na watakaa mpaka Yesu arudi. Wakaachwa. Kwa hivyo mateso ya zama za giza yalifanywa na nani? Nani walitumika kutesa Wakristo? Ilikuwa ni serikali hizi 7 wakisimamiwa na Vatican mpinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati watu wakauawa. Uende usome Waebrania 11:35 mpaka 39. Watu waliuawa. Historia inasema zaidi ya Wakristo 50,000 waliuawa na Roma wakati wa zama za giza. Walichinjwa. Utasoma hapo, wengine walikatwa na misumeno, wengine jela, wengine exile, wakatupa kuendelea mbali. Wengine walikuwa naachiwa wanyama wakali, simba, wanyama walio na njaa, wanaachiwa wale wakula wakiwa wanakuliwa na watoto. Roma ikaua watu. Mateso ya zama za giza, kama vile Amerika inakuja kutoa sheria ya kuinua tena damu ya mnyama, ibada ya Jumapili duniani, na mateso ya mwisho yake kwa watu wa Mungu, na Yesu aje atupeleke mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hivyo ndivyo ilivyofanyika, na ndio maana unasikia mambo ya huduma namba, ndio maana unasikia mambo ya corona, na sio hiyo pekee yake, na mambo ya chanjo, na hii ambayo unasikia inaitwa NIMS kwa watoto. Hizo ni maandalio. Sijasema hiyo ni 6 na sijasema usichukue, lakini ni maandalio
inaandaa watu kwa sita. Hiyo video ujulikane na mali yako na mali naishi na chochote uko nacho, ndio maana ya huduma namba. Ndio naona ndio kila kitu lazima ujulikane. Hiyo ni mipango ya New World Order, inaongozwa na Roma na Amerika. Lengo kubwa ndio nia yote iandaliwe kwa 666, alama ya mnyama, ibada ya Jumapili. Usikose, siku chache zimesalia. Sikia, alipoona amefaulu kuua watu wengi na hakuna mwingine anampinga duniani kwa nene. Sikia, watatu waliompinga amewang'oa. Serikali zote za dunia zinatii yeye, zinamwinamia. Akatimiza unabii uliotabiriwa. Rudia tena 25. Akatimiza unabii uliotabiriwa. Gani? Sikia, soma. Inasema, wewe haraka msomo. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Tuongee hiyo kwanza. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Vatikani na kiongozi wa Vatikani Pope akaanza kuitwa Lord God the Pope. Lord God the Pope akaitwa Mungu. Akajifanya Mungu. Wathesalonike wa pili 2 fungu la 3 na 4. Akajiita Mungu, maana yeye sasa duniani hakuna mwingine anampinga. Akajiita Mungu. Biblia inasema akanena maneno kinyume chake aliye juu, akawa yeye ndiye Mungu wa duniani. Na dunia yote, hata marais wote wanainama mbele yake hivi. Angalia, kila rais hata leo, hata wa dunia gani, hata wa Amerika, wote wanaenda paka hivi. Mpaka leo wote hivi. Akaitwa Mungu wa dunia hii. Soma Wathesalonike wa pili 2:3 na 4 wasomi. Aliwaitia nini? Wewe uko dunia gani? Nini niwaambia ukae wawili hapo? Wathesalonike wa pili 2. Bili nasema. Ati 2. Hiyo ndio nilisema. Wathesalonike wa pili 2. Nyinyi ni watu wazuri, lakini nimetajia akili hapa. Basi ndugu. Wathesalonike wa pili 2. Sijasema hiyo, unasema basi ndugu haianzi hivyo. Sikiza kwanza. Wathesalonike wa pili 2, mstari gani nilisema? 3 na 4. Nyinyi wasomi ndio mko mbali. Twende. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Maana haiji usipokuja kwanza ule ugeukefu. Kufunuliwa yule mtu wa kuasi. Kabla ya Yesu kuja, lazima afunuliwe mtu wa kuasi. Kiingereza man of lawlessness. Mtu ambaye amekataa sheria. Kuasi ni kukataa sheria. Man of lawlessness. Kabla ya Yesu kuja, huyu mtu aliyegeuza sheria, huyu mpiga Kristo, lazima afunuliwe. Ndio maana anafunuliwa hapa. Bwana asifiwe. Amen. Endelea. Mwana mharibifu. Yule pingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa. Unasikia hiyo? Anajiinua nafsi yake juu ya kile kiitwacho Mungu na kuabudiwa. Kwa hivyo anajifanya Mungu na anaabudiwa. Alafu hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiyo Mungu. Kwa hivyo mpiga Kristo ni mtu ameketi kwa hekalu, anaabudiwa akijifanya Mungu. Mambo manne. Anajifanya Mungu kwa njia gani? Akachukua hata jina la Mungu. Ufunuo 13:6 wasomi. Soma. Akaitwa Baba Mtakatifu. Holy Father. Baba Mtakatifu. Sikia 13:6 Ufunuo. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu. Akatukana Mungu na kulitukana jina lake. Wanasikia? Akatukana hata jina la Mungu. Jina la Mungu ni gani? Yohana
mstari wa 11. Jina la Mungu Baba Mtakatifu. Mtu akaanza kuitwa Baba Mtakatifu. Yohana 17 mstari wa 11. Ndio maana unasikia akatukana Mungu. Ako kwa kanisa akiabudiwa, akijifanya Mungu. Akachukua, Biblia inasema akatukana Mungu na jina lake. Binadamu anayekufa, anayezeeka, anayehisi njaa akaitwa Baba Mtakatifu. Sikia, soma. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hao wamo ulimwenguni. Nami naja kwako, Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwalinde hawa. Yesu anasema jina la Baba ni Baba Mtakatifu. Isaya 57 mstari wa 15. Biblia inasema yeye aliye juu, aliyetukuka, akae milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi. Kwa hivyo mtakatifu wa kweli na Baba Mtakatifu wetu wa Kristo ako wapi? Simsomea watumishi mko hapa. Toka ponia. Hapana, Isaya 57:15. Isaya 17:15 kama inasema 57:15. Inasema hivi, yeye aliye juu, aliyetukuka, akae milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, jina lake ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba Mtakatifu wa kweli na wa Kristo wa kweli ako wapi? Ako juu, ametukuka na anakaa milele. Tofauti na huyu akatukana jina la Mungu, binadamu kuitwa Baba Mtakatifu. Sikia jambo jingine. Wewe, twende haraka maana saa zinakimbia. Biblia inasema ili Wathesalonike tumesomoa 2:2, anaketi kwa hekalu anaabudiwa. Ndio hii tuliona mtu kupigiwa magoti. Ufunuo 22:8 mpaka 10. Soma haraka. Mtu akaleta hiyo system ya mtu kuabudiwa, mtu kupigiwa magoti kanisani. Angalia, watu wanaenda kwa kanisa wanapiga magoti mbele ya mtu, badala ya magoti yapigwe mbele za Mungu. Mwanadamu kupigiwa magoti na yeye si Mungu. Sikia. Nami naona mimi niliyasikia na kuyaona mambo hayo, na hapo nilipoyasikia na kuyaona nilianguka, ili nisujudi mbele ya miungu ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Yohana akasujudu mbele ya miguu ya malaika aliyemfunulia unabii wa mwisho wa dunia. Alafu naye akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako manabii na wale washikayo maneno ya kitabu hiki, usujudie Mungu. Malaika akamwambia Yohana, msujudie nani? Na unajua hiyo malaika anaongea ni malaika gani? Anaitwa Gabriel, malaika mkubwa mbinguni aliyechukua nafasi ya Lucifer. Lucifer alipoasi akatoka duniani, Gabriel huyo anakaa mbele za Mungu. Huyo ndiye alitumwa kuonesha unabii. Ndiye alionyesha Danieli unabii na akatuma kwa Yohana unabii. Maana huyu unabii wa maana sana. Mungu angetuma kila malaika alete ujumbe. Ni yule malaika mkubwa ukitoka kwa Mungu Baba, Mwana na Roho, unaenda kwa Gabriel. Huyo ndiye anatuma. Very important message. Ujumbe si wa mchezo. Bwana asifiwe. Uligharimu mbingu. Malaika anapopigiwa magoti na Yohana, alamwambia Yohana, pana, mimi ni mtumishi wa Mungu kama wewe, sujudia Mungu. Swali, kama malaika anakataa kupigiwa magoti, wewe na mimi ni nani tupiga magoti mbele ya binadamu? Mpinga Kristo akaleta hiyo tabia ya mtu kupiga magoti mbele ya mwingine. Hiyo tabia iko. Sio hiyo peke yake. Mtumishi sasa imejaa kelele. Luka 5:21 akaleta tabia ya mtu kupelekewa dhambi. Watu wanaenda mbele za mtu na kutubu dhambi kwa mtu. Luka 5:21 inasema hivi. Inasema, soma hiyo alafu niseme kitu moja tumalize. Wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema. Wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema, ni nani huyu asemaye maneno ya kukufuru? Nani anakufuru ama anatukana? Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu pekee yake? Nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu pekee yake? Kwa hivyo binadamu wa kawaida akidai kusamehe dhambi, huyo binadamu anakufuru, anatukana. Bwana asifiwe. Amen.
Kwa hivyo ufalme huu unajifanya Mungu kwa njia gani? Mtu akiwa kwa kanisa anaabudiwa, akijifanya Mungu kwa njia gani? Anadai kusamehe dhambi. Anadai kusamehe dhambi. Ongeeni sauti kubwa kuliko hiyo. Anadai kusamehe dhambi. Watu wanaenda mbele za mtu, wanampigia magoti, wanamwita sijui Baba Mtakatifu ama Father, anasimamia kanisa na hajaoa, na zaidi sana anadai kusamehe dhambi. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Amen. Niulize swali la mwisho. Sasa imeisha. Danieli 7:25, sehemu moja tu imebaki, niulize swali moja tu tumalize. Mengine nimekata kwa sababu ya muda, ili tusiharibu vipindi vingine. 7:25, sema niseme moja ya mwisho. Inasema hivi. Mengine mengi Mungu akijalia kesho. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, na atadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataasimu kubadili majina ya sheria. Simamia hapo. Hapo ndio tunamalizia. Ataazimu pembe ndogo. Serikali ya mpinga Kristo ndani yake alionyeshwa ataazimu kubadili majira na sheria. Swali, majira ni nini? Ongeeni bwana. Muongee tumalize. Si muongee. Majira ni nini? Acha niwashike hivi hata dunia ione. Unajua hii kitu inaonekana dunia yote. Sasa vikeni hii kitu inaonekana. Hii kitu inaonekana dunia yote. Majira ni nini? Si useme haraka. Sasa imeisha. Majira kuna ile inasubiriwa kwa saa ya mkono. Ili saa itembee. Halafu Au majira useme ni wakati. Majira ni wakati. Ndio hiyo. Wakati. Hata hii ya saa mkono inaonyesha wakati. Si ni wakati? Swali. Sikia, fungueni masikio mwili. Ataazimu kubadili majira na sheria. Hiyo ndio ya mwisho alitabiriwa atafanya, si ndio? Majira na sheria. Majira ni gani? Kuna wengine huwa tunasema hiyo ni tafsiri sawa, lakini ni ya juu juu hiyo. Roma ikabadilisha, maana ndiye mwenye namba 666 akaongeza 6 kwa masaa, ama akatoa 6 kwa masaa. Saa moja akaongeza 6, akatwambia tuite saa ngapi? Saa 7. Saa 2 badala ya 2 akatwambia tuite na 8. Saa 3 akaongeza 6, akatwambia tuite ngapi? 9. Saa 10 akafanyaje? Akatoa 6. Badala ile 10 akatoa 6 ikabaki 4. Sasa hiyo ni tafsiri ya juu. Sikia tafsiri ya kiroho ya kindani ya maana yake nikimaliza. Majira sasa sehemu nyingine ndio hii ya kiroho, mshike vizuri. Aliazimu kubadili majira na sheria. Na hiyo ndio sasa, hiyo ndio ushike hiyo sasa. Hii inakuelezea sasa. Hii ndio ushike. Sheria za Mungu, swali. Aliazimu kubadili majira na sheria. Swali. Katika sheria za Mungu, maana sheria imetajwa. Katika sheria za Mungu, ni sheria gani inaongea kuhusu wakati ama masaa? Inapeana wakati, majira ya 4. Sasa umeelewa? Hiyo ndio maana ya hii fungu kiroho kindani. Roma ikazimu kueleza majira na sheria. Majira yanayozungumziwa hapa aliguza sheria ya 4 inayosema ikumbuke siku ya 7 ya Sabato. Na katika amri za Mungu zote 10 hakuna sheria nyingine iko na majira, iko na wakati isipokuwa amri ya 4 ya Sabato. Ni wangapi tuko pamoja mpaka hapo? Na ndio maana Biblia ikisema ataazimu kubadili majira ya sheria, Roma iliguza sheria katika amri 10 inayozungumzia majira, wakati, na moja tu ndio inaongea wakati, amri ya 4. Ikumbuka siku ya Sabato, Kutoka 20 kuanzia 8 mpaka 11. Ikumbuka siku ya Sabato itakase, siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 shika majira, wakati gani? Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Kwa hiyo Sabato sio siku yoyote, ni pumziko la siku ya 7. Siku hiyo usifanye kazi yoyote,
wewe, wewe mwana wako, wewe binti yako, wewe mtumwa wako, wewe mjakazi wako, wewe mnyama wako wa kufuga, wewe mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato, akaitakasa. Bwana asifiwe. Amri inasema hivyo. Ni amri moja tu katika amri 10 inaongea masaa, wakati. Amri ya Sabato hiyo ndio Roma iliguza. Roma akabadilisha, badala ya watu wakumbuke siku ya 7 ya Sabato na wasifanye kazi siku ya 7, siku ya Jumamosi, Roma ikaleta siku ya kwanza ya juma, siku ya Jumapili, akabadilishia watu wa majira. Ni kama vile alifanya hapa. Angalia hii, angalia hii, angalia hii. Wewe mwaka unaanza lini? Januari. Si ndio tunafundishwa? Unafikiri kwa kalenda ya Mungu mwaka unaanza Januari? Mwaka unaanza lini? Kulingana na kalenda ya Israeli. Ile Mungu hata Israeli walikuwa wanapeana hizi sikukuu, nafundisha kila asubuhi. Mwaka unaanza lini? Uko karibu kupata, lakini hujapata, lakini uko sawa sawa. Unasema katikati ya Machi na April. Sio hiyo. Yaani wewe uko, ningekuwa ningekuwekea T, lakini niweke note kidogo kuonyesha uko karibu pate yote. Sio katikati ya Machi na April. Roho ya unabii nasema hivi, mwisho wa mwezi wa 3 na mwanzo wa mwezi wa 4. Mwisho wa mwezi wa 3, mwisho wa mwezi wa 3 na mwanzo wa mwezi wa 4. Swali, tarehe 1 mwezi wa 4, sikia. Leo tarehe 1 mwezi wa 4 duniani watu wanasherehekea sherehe inaitwaje? Si muonge. Tarehe 1 mwezi wa 4 duniani inaitwaje? Easter. Uongo. Pasaka. Uongo. Tarehe 1 Pasaka inabadilika. Inaweza kuwa mwezi wa 3, inakuwa mwezi wa 4, katikati mwezi wa 3 katikati Pasaka inabadilika. Tarehe 1 mwezi siku ya uongo wewe unapata. Kila tarehe 1 mwezi wa 4 duniani inajulikana kama Fool's Day, siku ya wajinga. Sasa sikia wewe, sikia tukubaliana wewe. Unajua nani alituletea hiyo? Roma. Unajua ni kwa nini? Kwa kalenda ya Mungu ili alipea Waisraeli, mwaka unaanza tarehe 1 mwezi wa 4. Roma ilipobadilisha majira, ikaleta hata miezi, ikaleta majira kulingana na miungu yao, Januari, Februari, Machi, ikaongeza na mwezi mmoja kulingana na Biblia ni siku 30. Lakini Roma ikaongezea 31, wakati mwingine 28, 29. Unaona? Hiyo ni mageuzi yake. Sasa sikia. Roma ikafanya hivi. Ikajua maana anaenda kinyume cha Mungu, mpinga Kristo. Badala ya watu waanze mwaka tarehe 1 mwezi wa 4 kulingana na kalenda ya Mungu na ya Kiyahudi iliyotumika, Roma maana ndiye anatawala dunia, akifanya Mungu wa dunia, akabadilisha. Badala ya tarehe 1 mwezi wa 4 iwe ndio mwaka unaanza, akatuletea Januari. Unajua kwa nini alileta Januari? Akaleta Januari na ili watu wengi Wayahudi wale wanasimamia kweli waliendelea kushikilia kuanzia tarehe 1 mwezi wa 4. Hata leo kunao mpaka Israeli leo wanafanya hivi. Lakini sikia, ili uongo ukomae na usambae dunia nzima, Roma ikasema tarehe 1 mwezi wa 4 iitwe siku ya wajinga. Unaona? Fool's Day. Na angalia, na ikasema mwaka unaanza Januari. Sasa ili watu wasionekane wajinga, hapa Wayahudi wasionekane wajinga, tarehe 1 mwezi wa 4 Fool's Day, wakarudi Januari. Ndio watu wakatoka kalenda ya Mungu wakarudi kalenda ya Roma, na ndio inatumika dunia yote mpaka leo. Ndio maana Roma ikatuwekea Fool's Day. Hiyo si Fool's Day. Asante. Saidishi. Unainua mkono sema. Sema haraka, kengele umesikia imelia.
Haleluya, amen. Nataka kuongezea kidogo. Unaongeza kidogo, asante. Karibu. Naongezea kidogo katika kitabu cha Mwanzo 2, unapoangalia katika uumbaji wa Mungu, utaona ya kwamba kuna yale majira ambaye huyu mpinga Kristo ambaye ni Antichrist alikuja kubadilisha. Tunapoangalia kalenda ya Mungu katika uumbaji, the creation, ambapo ni Mwanzo 2, tunaona ya kwamba Biblia ya Mungu inazungumza ya kwamba siku ya kwanza na ya pili mpaka ukamilifu, ambapo ni siku ya saba. Ndio. Tunapokuja katika dunia tunaona ya kwamba unapoangalia jinsi dunia, na sijui kama Wakristo tumeingia pale, kama siku iliweza kubadilishwa, inaanza saa ngapi? Saa 6. Hiyo ilikuwa ni mpango wa nani? Wa mwanadamu. Lakini tunapoangalia uumbaji katika creation, unapoangalia Mwanzo 2, inazungumzia siku ya kwanza, ya pili na ya tatu mpaka kufanya namna gani? Mpaka mwisho. Tunapoangalia Monday, Tuesday, tukaona ya kwamba Monday, Tuesday, Wednesday, and Saturday, hiyo ni mpango wa nani? Wa Shetani, majina ya nini? Ya Kiroma, ambapo tumewacha mpango wa Mungu katika Mwanzo 2, tumeweza kuegemea katika mpango wa kidunia, ambapo Antichrist aliweza kufanya nini? Kubadilisha nyakati na masaa, ambapo tunapoendelea kuongozwa na ujumbe huu, ambapo mtumishi wa Mungu anapoendelea kuongoza katika juma hili, na tumai ya kwamba Mungu ataweza kutubariki. Haleluya. Asante. Kwa hizo simu kulia. Sasa sikia, tukimaliza saa imeisha. Asante. Mama unasema nini? Mimi nataka unisaidie jambo hili kwa sababu mimi nimesahau tu mahali penyewe. Lakini nilisoma mahali nikapata mwezi wa 7 ndio mwaka unaanzaga ama nikakata. Wewe ulisoma wapi? Nilisoma kitu kingine. Mambo ya makambi. Biblia inasema makambi mwezi wa 7. Lakini unajua mwezi wa 7 unaotajwa kwenye Biblia sio Julai. Sio mwezi wa 7 huu tunaosema. Mwezi wa 7 kulingana na kalenda ya Israeli, nimekwambia mwaka unaanza lini? Mwezi wa 4, tarehe 1. Sasa ukihesabu kuanzia mwezi wa 4 uhesabu mwezi wa 7. Mwezi wa 7 utafika lini? Si 4 kuongeza 7 sitakuja 11. Yes. Sasa swala ya makambi itakuja. Makambi inaangoja pale mwezi wa 7. Waisraeli waliangoja hivyo. Kwa nini? Wanalima mara moja kwa mwaka. Walikuwa wamemaliza kuvuna. Huo ndio wakati wao wamevuna na kiangazi, ambao mwezi wa 7 kwao, ambao kulingana sisi mwezi wa 11, ambao nasi sisi usikose kesho kutwa tukiingia sikukuu ya Mungu ya mwisho ya makambi, ambao utaona makambi itajibu swali hilo. Makambi yanafanywa wakati watu wamevuna na wakati watu hawana piruka za kupanda. Haleluya. Ili wawe na nafasi na Mungu na waweke mahema nje mahali hawezi kunyeshewa. Ndio makambi haifanywi wakati wa mvua. Makambi inafanywa wakati hakuna mvua, ili watu waweke mahema. Usikose fundisho la makambi. Tumalizia. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya maswali hayo na niongeza hizo. Mungu atujalie neema tunapoendelea kumwabudu, na sasa tunataka kuomba. Mungu atusaidie tu aminifu kwake na kwa sheria zake, tusije tukafuata madanganyifu ya mpinga Kristo, tusije tukaangamia anapokuja kuangamizwa. Haleluya. Mungu abariki. Wangapi anasema Mungu atusaidie? Tusimame basi. Ili tumalize. Tusimame. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, tuna sababu ya kushukuru kwa kutufunulia siri za mwisho wa dunia. Jina lako litukuzwe. Kwa kweli tunaona tunaishi wakati wa mwisho. Kwa nini? Kwa sababu mojawapo ya dalili kubwa ni kuibuka kwa mpinga Kristo duniani, na sio kuinuka peke yake. Akatimiza unabii uliotabiriwa vile atazimu kufanya mambo manne. Atakutukana wewe Mungu, atatesa watu wako, atazimu kubadili majira ya sheria. Hayo yote tumeyaona Roma ilifaulu kufanya. Tayari yamefanyika. Aliazimu kugusa amri yako ya 4 ya ibada, amri ya Sabato, siku ya 7, Jumamosi, inayozungumzia kuhusu majira ama masaa. Badala ya watu wa siku ya 7, akaleta ibada ya siku ya kwanza ya juma duniani. Na walio wengi hata leo ni wale wanafuata mageuzi yaliyoletwa na Rumi.
badala ya kufuata sheria zao. Tunaomba Baba utusamee mahali tulikuwa tunavunja sheria hiyo ama zingine bila kujua, na kuanzia leo tusaidie tuwe waaminifu kwako na kwa sheria zako zote, ili tuwe na tumaini ya uzima milele wakati unaporudi. Vipindi vingine vitakavyofuata, mapenzi yako yatimizwe kupitia Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen.